Lakini mioyo zetu zikiwa sio za ukweli, za tafuta dini, mtu hawezi kukubali. Sunna inahitaji watu wa kweli. Sisi tukiwa wa kweli, Allah tabarak wa taala tusaidishie. Na dalili ya kwamba nyinyi wallahi alhamdu ni wa kweli, angalia msikiti uliokuwa unakuja hapa na neema mliokuwa nayo. Hakuna sehemu nyingine tunaenda sisi tunapita unakuta hawana mwalimu, na mwalimu aliyekuwepo amechanganyikana na bid'a. Na katika msiba ambao nimeukuta mimi, nimefika shamba pale, nimekuta wana janga la bid'a. Hawa watu wa sunna ambao wako pale, nikampigia yule Sheikh Khalid, nikaongea naye, akanambia sawa unakuja huku kwa sababu ilikuwa ni Ijumaa jana, lakini tuna janga la bid'a. Ndugu zetu wa sunna wamewakumbatia watu wa maulidi. Nikajua kwamba hapa kuna tatizo la ukweli katika dini, ukweli katika sunna, kwa sababu Allah anawapenda watu wa kweli na dini hii amewaandalia watu wa kweli. Ndio maana utaona masahaba juhudi walizozifanya walikuwa ni wa kweli. Ndio maana mtu ameacha wazazi, kaacha mke kwa ajili ya nini? Kuitetea dini, ni mkweli. Sasa pale kuna baadhi ya watu wanaitetea bid'a na wanashirikiana kabisa na bid'a. Kuna mmoja nilikuwa nasimulia, anasema wanamwambia jambo la khitma ni jambo la bid'a. Si khitma inafahamika, lakini mtu yule anasema ingia ubalinga ni ya kidogo kidogo, mbaja ubadilika. Baada ya hapo yeye ndio ni mtu wa maulidi, ni mtu wa khitma, kwa sababu ya kukosekana ukweli wa dini. Sasa nilipozungumza pale, kuna baadhi ya watu wakasema kwamba shekhe amekuja kutusema. Mimi nimezungumza kauli za wanachuoni, sina maneno yangu ambayo nimeyasema tu, ni kauli za wanachuoni wanasemaje kunako bid'a. Sasa yule shekhe akaniambia, Sheikh Khalid bwana, sisi tuna kampeni ya kupambana na bid'a. Unamjua Ali Sata yule Kagimbo, amekuwa si shekhe wa nini wa mtaa, si shekhe wa nini. Yeye alipokuwa kipewa nasaha anasema unajua nitabadilisha mimi. Huwezi kubadilisha wakati huna msingi. Kitu kinachotukoste sisi, mtu anaweza kaona mimi naweza kubadilisha watu wa bid'a wale, lakini wewe huna silaha, huna msingi uweze kuwabadilisha wale. Na mtu anayokaa na watu wa bid'a na kuchanganyikana nao hasalimiki, aidha awe na shubha, aidha awe na fitina kwa watu wengine, ama awe na kitu kwenye moyo wake ni sababu ya kuteleza. Na haya maneno ameyataja al-Imam Sufyan al-Thawri, kwamba mtu anayekaa na watu wa bid'a hasalimiki na moja ya mambo matatu. Sasa ndugu zetu hawa hawakuelewa bid'a muda mrefu. Ansar Sunna hakuelewa bid'a. Nadhani nyinyi ndio mkuu hapo, hamkuwahi kukaa likaja darasa la zungumzia kinyume cha sunna. Yani bid'a kaelezwa bid'a yenyewe kwamba hii ni maulidi, uhakika wake ni huu, tujiepushe nayo. Hii ni hivi, hapo kuna bid'a hizi na hizi na hizi na hizi. Sisi tumesoma hatujui. Tumeambiwa maulidi ni bid'a na khitima ni bid'a, lakini tunakaa tunaona wale mashekhe wale wanazunguka nyuma, wanaenda kukula wali wa hitima. Tunaona kwamba sisi tuwe watu wa sunna poa. Sasa ndio sunna iliyopo kule, yani unakuwa ni mtu wa sunna lakini mtu sunna poa. Mtu wa bid'a umuoni ni mtu mbaya, wala mtu wa ushirikina umuoni mtu mbaya, kwa sababu upewe misingi. Mfano tukio limetoka Bukoba. Haya yote nasema kwa sababu ya watu kuwa wa kweli kwenye dini. Kuna miaka ya nyuma, mnamjua ile Sheikh Musa Bukoba mjini, ile Ansari. Nadhani amelingania kipindi cha nyuma zamani hapa. Yeye ndio mwalimu wangu katika Ansari. Nyuma alikuwa akija mpaka huko anakemea ushia. Na wao wana maneno yao mengi ya kukemea ushia. Lakini mwaka 2021 hivi au 22 walipokuwa wakivutana wao na Ansar Sunna na Jasuta, walipambania vituo.
nadhani habari mnazipata kutoka mjini. Wakaomba walienda kufanya nini, ilikuwa ni baraza la Idi pale Jaafar kule shule ya Kishia ile. Baada ya kunasiwa nasema sisi hatushirikiani nao, mmepatapataje huu uwanja wakati vipo viwanja vingi vya serikali? Awe ni kupeleka barua tu mkapewa, kwa nini mje humu? Wakajitetea vikali, lakini baadaye habari zilikuja kuchimbuka, kuna ushirikiano fulani una wao. Halikuwa mashia ni watu wabaya sana katika dini ya Uislamu. Ndio maana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema kwamba Mayahudi wakitaka kuharibu Uislamu wanatumia mashia. Mashia ndio farasi wao. Ndio maana unaona hadi kadhia iliyopo sasa hivi ya Palestina, mashia wako kimya. Na wakati wako karibu. Ni kwa sababu wao wale Mayahudi ni ndugu zao, kwa sababu asili ya dini yao ni Mayahudi. Kwa hiyo muda huu mfupi, mengine tutayazungumza baadaye insha Allah, ni kwamba sisi, nasaha zangu ni sisi tuwe wa kweli. Tumeamua kutoka kule kuhamia hapa na tukampokea mwalimu wetu ambaye tutoka naye huko. Sisi tunabidi tuwe wa kweli kwenye kile ambacho anatuelekeza, kile ambacho ni msingi amekupa, huu ni wa dini. Na sisi tunamdhania khairi shekhe wetu kwamba lazima atakaochukua anazungumza wamemtangulia wanachuoni maulama, na ndo usalafi uko hivyo. Kauli itakayosemwa basi imejengewa msingi kwenye kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Na misingi hii, baada ya kuambia watu warejee kwenye misingi hii, hawakukubali. Kwa sababu gani? Inazuia baadhi ya mambo ambayo ni mambo ya kimaslahi ya kidunia. Kwa mfano tulizungumzia sisi mashule, yale mashule ambayo yanaitwa Islamic. Wallahi kuna khiana inafanyika, lakini Waislamu huwa wazinduki. Yani bora mwanao mpeleke kwenye serikali, kwa sababu wengi wanampeleka kwa ajili ya lengo la dini. Kwamba hii ni shule fulani ibn fulani Islamic. Akijua kumpeleka kule kwamba kuna salama ya dini, lakini tizama kipindi cha dini kina nafasi gani. Sijui kama kuna wazazi wanapeleka watoto kwenye mashule ya Islamic, lakini ukienda kule tizama nafasi ya, kwa sababu lengo la kumpeleka mtoto ni angalau atoke anajua kala Allahu kala Rasul. Mimi nasema haya kwa sababu naijua ile shule ya Kudus inaanza, sisi tuko pale tunatia mchango wetu na nguvu zetu, tunaenda kila siku ya Jumapili tulikuwa na sisi tunaenda kujitolea kubeba mawe, kubeba simenti na kusaidizana na mafundi kuanzia asubuhi mpaka saa 12. Tukiahidiwa kwamba wanafunzi watoto wenu na wale vijana na wale wazee waliokuwepo, wale watoto wao watasoma kwa bei nafuu. Au wengine wakatuambia kauli ya kwanza ilikuja mtasoma bure. Watoto wao watasoma bure kabisa bila kulipa. Kwa sababu hiki ni kituo cha watu wa sunna. Tukapambana sasa, wazazi wengine wakajitoa, wakajinyima. Kilivyokuwepo ikawa sasa ni biashara. Uweze kumleta mtoto mpaka una mamilioni ya pesa. Ukirejea kwenye upande wa dini, kipindi utakuta kinalisaa hili ni moja kuliko kwa lengo la shule lilivyo, na hili lisali moja. Hii ni dhulma. Unakuwa mwadhulumu watoto. Kama watasoma wa boarding watasoma asubuhi au wezekana asubuhi. Sasa hata ukitizama wale walimu walioletwa pale kusimamia vijana ni watu tu wamesoma sekula, basi wamekuja pale, hawezi kupata faida. Sasa sali moja hili na lengo sisi tumemleta mtoto hapa ili apate faida, anafanywa dhuluma. Sasa tulivyosimama sisi kusema bwana watoto wanabidi wasome hivi na hivi, ikana hawa vijana wametumwa. Sasa hatujatumwa, lipinge sasa. Useme ukweli kwamba wanasoma wasomi, pesa zinazochangwa zinaenda wapi? Mnakula au amlita? Hatusemi si msile, lakini kionekane kitu kifanya nini? Tumechanga sisi ujengwe msikiti, si ndio? Zile pesa tunazozitoa sisi nia yetu ni kutafuta pepo kupitia nini? Lakini kesho tunakuona unaendesha pikipiki mpya, alafu msikiti ulipoishia ndo hapo hapo.
tunakudhaniaje khair? Lakini sisi tunahisi watu ndugu zetu na watu wa huko ni wapole sana, lakini wanatishwa na mudiru. Ndio mudiru akija hapa mtu anagoba mudiru akija kama mudiru kama mtume. Sasa mtu hawezi kufanya maamuzi ya sunna barambo na bata, mudiru karaija hivi na hivi. Akija mudiru mwenyewe anazungumza mambo yake, msikiti lazima uchange pesa ziende hivi na hivi. Mbona mtuletei mwalimu? Si ndio? Mwalimu mbona haji? Tunakusanya pesa zinaenda huko kwa Sheikh Barayan, zinaenda Ikuru, zinapita sisi zinaenda Jimbo, sisi zinaenda wapi? Zina mizunguko mingi. Sasa lengo lazima ni sunna, na mkoa wetu huu unafahamika katika mikoa mingi. Katika mikoa ambayo ilitangulia kupata usunna ni mkoa huu. Yani mwanzo watu wanapokea sunna, mkoa huu unaongoza. Lakini sunna iliyopokelewa ni sunna ambayo ndani yake ina vumbi, watu hawaifikii sawa sawa, mpaka imefikia hali mtu ajui kwamba hii ni sunna na hii sio sunna, isipokuwa anajua sunna ni kuoa wake wanne, kukata nisifu zake na kutikisa kidole basi, na ndevu. Alhamdulillah, ndevu basi. Wakati hii ni katika vichache vya sunna. Katika sunna pia kujua tauhid. Mmoja utakuta maulama tauhid wanaita sunna, kwa sababu ndio dini, wameandika vitabu vinaitwa sunna, ndio unakuta sasa asili ya dini. Mimi mpaka wazee wetu, baadhi ya wazee hawajui hadi tauhidi, na wamekaa pale miaka mingi. Wengi utakuta hawajui kusoma Qur'ani. Mimi mwenyewe nikijitia mfano kwa mama yangu, mama yangu nimekuja kuwa na akili, nimekuta anasoma kwa Answari. Mpaka leo yeye alikuwa anasoma. Lakini msahafu hajawahi kumaliza miaka karibia 28. Na hapa kiasi alichofika sasa hivi ana kama juzuu 10 au 15. Amesoma kwa mtu mwingine mgeni kabisa, yuko pale mjini. Na yeye alivyokuja akaonekana na juhudi, akapigwa vita. Huyu salafi huyu. Sasa yeye amejitolea na kufundisha kina mama vizuri mahali. Ni mtu hapa kama chuma. Anaitwa Nurain. Si kama mnamjua. Mnafahamu? Yeye alipokuja pale alijitahidi sana kuwafundisha wanawake. Sasa wanawake kaona huko tunakaa tupate kitu miaka yote. Kabati mpaka leo imejaa madaftari kama haya yameandikwa Kiswahili tu. Ukimwambia mwanamke wala mmoja simama hapo, yani utuonyeshe namna ya kushika udhu, hawezi. Mimi mama yangu alifanya ziara, walienda kufanya ziara ilikuwa si kama 2010 na ngapi, walienda Uganda. Nasema ilifanyika Uganda, walienda wanawake tu. Kwanza walienda kule wanawaambia wanawake, mwambie wanaume wenu, maharimu wenu ni sisi mashekhe zenu. Ni kitu ambacho mimi alinipigia simu, anambia maharimu wetu wametuambia ni mashekhe. Hili wamelipata wapi? Akasema tushaambiwa. Nikaja kusikia shaenda. Maharimu wao ni nani? Wakati maharimu wao ni nani? Anabidi awe mume, awe nani? Baba yake au kaka yake, ambao maharimu ni yule ambao ni haramu yeye kufanya nini? Kumuoa. Shekhe wameenda, mashekhe ndio wanawasimamia wake za watu. Mipaka ya sheria inasemaje kwa wake za watu? Lakini wamepakiza kwenye kosta, wamepeleka, wamekaa karibia wiki nzima, wamerudi. Sunna hii ambayo Mtume amekataza mwanamke asafiri peke yake isipokuwa na mahrim. Hija hawezi kuifanya hija mwanamke mpaka awe na mahrim. Ana mali nyingi lakini hana mahrim, hawezi kufanya hija kwa sababu sio uwezo, ana uwezo. Yani uwezo sio mali tu, kinachoongezeka lazima awe na mahrim. La sivyo basi ampe mtu pesa akamfanyia nini? Akamfanyia hija. Lakini hawa wamewabeba kwenye kosta moja na kuwapeleka Uganda, wakazungusha huku na kule, wakawarejesha. Sasa tuwezi kuwafanya na chochote. Sheria inasemaje? Sawa? Sheria sio kwamba tutafanya nini, sheria inasemaje? Tukianza kuzungumza matukio wanawake haya tunayaacha, mambo binafsi. Lakini lazima pia kufikia hali ya kuyazungumza ni muhimu, kwa sababu ya kuchukua salama ya watoto wetu na vizazi vyetu. Kwa hiyo mimi nikomea hapa, mkapumzike ili tupate muda mwingine insha Allah. Nadhani Sheikh wetu atatutangazia muda, tutazungumza mengi insha Allah. Insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika
la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.